إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد أيها المؤمنون بعدكم حمد الله عز وجل نكمتكيا زيادة يا رحمن amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Wengi katika Waislamu wapo au kwa siku ya jana walikuwepo katika ibada ya saumu ya Ashura. Kuna wale ambao waliwafikiwa kufunga siku ya tarehe 9 na tarehe 10, na kwa mwaka huu ilikuwa Jumatano na Alhamisi kwa kalenda ya Ummul Qura. Lakini kuna wale ambao wana kalenda Tanzania, maana yake ilikuwa ni Alhamisi jana na leo Ijumaa, tarehe 9 na tarehe 10. Hai kuna wale ambao kwa tarehe 10 ilikuwa jana siku ya Alhamisi, lakini walianza kufunga jana, leo wamekamilisha siku ya pili katika kutafuta msamaha wa mwaka mzima wa madhambi yako madogo madogo kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, kama alivyotuambia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi aliyosimulia Imamu Muslim rahimahullah kutokana na simulizi ya Abu Qatada alipoulizwa kuhusiana na saumu ya Arafa, akasema ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata al-madhiya wal-qabila, nataraji kwa Allah kwa mtu atakayefunga atasamehewa madhambi ya mwaka uliopita na mwaka ujao. Na kaulizwa kuhusiana na saumu ya Ashura, akasema ahtasibu ala Allah an yukaffira as-sanata al-madhiya, nataraji kwa Allah atasamehe madhambi ya mwaka uliotangulia. Hivi ipo katika hisia zenu Waislamu kwamba mwenye kuwafikiwa kufunga saumu hizi mbili, Ashura na Arafa, mpaka akiwafikiwa kuendelea na jambo hili mpaka anaondoka duniani, mnahisi kwamba mtu huyu atakwenda kwa Allah hana dhambi yoyote katika dhambi ndogo? Mnalijua hilo? Ukiwafikiwa wewe katika maisha yako yote unadumu kufunga saumu ya Arafa na Ashura, unajiwekea guarantee kila mwaka kusamehewa madhambi miaka miwili
uliotangulia na ujao kwenye Arafa siku moja, tarehe 9 mwezi wa Dhulhijja, na siku mbili, ima tarehe 9 na tarehe 10 au tarehe 10 na tarehe 11, na wakati mwingine hata kufunga siku 10, siku ya 10 tu mwezi wa Muharram. Huu unajiwekea uhakika wa kusamehewa madhambi yako yote madogo madogo. Kwa kama umefunguliwa taufiki ya Allah katika kudumu na saumu hizi, wewe huna dhambi ndogo ndogo, na kama utaendelea hivyo mpaka unakufa, dhambi ndogo ndogo zote hauna. Pambana na zile kubwa kubwa zilizobaki kwa kujutia kwa nini, kwanza kujivua kwenye hiyo dhambi, lakini pili kujutia kwa nini unafanya, alafu azimia hautarudia tena. Tuwe tuna tabia kalamu ya risasi yenyewe ndio inaandika, inakusudia kunyoosha mambo kwenye yale maandishi, lakini mkono huo unakosea wakati mwingine, ina kifutio yenyewe, inafuta yenyewe. Sisi ajisamu zetu tuzijalie kama nini? Kalamu ya risasi. Tunatenda matendo ambayo tunapatia sehemu kubwa, lakini ndani yake kuna makosa. Kwenye yale makosa geuza upande wa pili wa kalamu, kwenye ufutio futa Ashura pamoja na Arafa. Alafu na yale ambayo yamekupitikia katika ubinadamu kwenye madhambi makubwa. Kwani wewe unapenda kwenda kukutana na Allah siku ya Kiyama ukiwa na madhambi makubwa? Haya nao unawekea azma, Mola wangu mimi nakiri utumwa wangu kwako, na ninatambua neema zako zote zilizopo juu yangu, hata haya ninayotumia kufanyia maasi ni katika jumla ya neema zako. Narejea kwako kutokana na kuthamini neema zako. Ninaomba Mola wangu nisamehe, najivua na dhambi hii. Allah akituwafikisha katika mwenendo kama huo, wewe unakuwa ni katika watu ambao wanaondoka duniani umesafisha wewe mwenyewe makosa yako. Tumekuwa tunatarajia sana visomo, hata waliokuwa hai wana matumaini makubwa sana na visomo wanavyosema kwa ajili ya ndugu zao waliokufa. Sana tuna matarajio makubwa sana, kiasi ambacho ukiambia bwana msisome hitima ni bidaa, watu wetu waliokufa watakaa vipi bila dua? Lakini fahamu, wa kam min malakin fi samaa la tughni shafa'atuhum shay'a. Sio wewe wala sio nani mwingine, malaika wa Allah mbinguni. Allah anasema katika Qur'an, wa kam min malakin fi samai, malaika wangapi walioko mbinguni, la tughni shafa'atuhum shay'a, uombezi wao wanaoombea kwa wale wanaoombea hausaidii chochote, illa min ba'di an ya'dhana Allahu liman yasha wa yarda. Uombezi una masharti, isipokuwa mpaka Allah idhinishe kwa muombaji aombe. Muombaji kumwombea mtu inataka idhini ya Allah tabaraka wa taala, lakini wayarda, Allah awe yule uliyomwombea awe katika watu walioridhiwa kuombewa. Allah kawaridhia waombewe. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, ni nani mwenye uthubutu wa kufanya shafaa mbele ya Allah ila baada ya kuidhinisha Allah? Lakini Allah akasema wala yashfa'una illa liman irtada, hawaombei ila wale ambao Allah amewaridhia waombewe. Jaribu kutengeneza mazingira usalama baina yako na baina ya Mola wako wewe mwenyewe. Hata ukija huo ombezi baada ya jitihada zako, una nguvu ombezi kwa sababu mwenyewe ulionyesha mwelekeo. Lakini wewe uko ni mu'attala anil a'mali salihah, alafu unategemea eti uombezi wa muombezi. Man batta bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu, aliyecheleweshwa na matendo yake hatapelekwa mbele na nasabu yake. Iweje wewe ambaye nyakati hizi zote za fursa za matendo mema ambayo eti kufunga siku moja tu kuna kudhaminia kusamehewa madhambi ya mwaka uliopita na ujao, au fungi? Kufunga siku mbili za Ashura kuna kudhaminia kukusamehesha madhambi yako mwaka mzima uliotangulia, au fungi? Alafu unategemea maombi yao yako. Ikhwan, tunakubali kabisa dua za walio hai, kuwaombea waliokufa, hata dua za waliokuwa hai kuwaombea ndugu zao waliokuwa hai, vigezo na masharti vikitimia zinakubalika.
na zinanufaisha. Ila kama mtu hakutaka kujipeleka mbele kwa matendo yake mwenyewe, hata apelekwa mbele na nasabu yake wala jamaa zake. Ikhwan, hizi nyakati zimewekwa kwa ajili yetu sisi kuwekeza matendo mema. Na Mtume wa Allah alipoingia katika mji wa Madina, aliwakuta Mayahudi waliokuwa naishi katika mji wa Madina wanafunga siku ya Ashura. Akawauliza, ni siku gani hii? Wakasema hii ni siku tukufu. Allah tabaraka wa taala alimuokoa Musa kutoka kwenye mikono ya Firauni. Siku hii ya tarehe 10 ya mwezi wa Muharram, Musa akafunga kwa ajili ya kumshukuru Allah, na sisi ndio maana mtukuta tunafunga. Mtume akasema alayhi salatu wassalam, si tuna haki zaidi na Musa kuliko nyinyi. Fasamahu wa amara bisiyami. Mtume akafunga, akaamrisha maswahaba wake wafunge, ikawa ndio saumu ya kwanza ya faradhi kabla kuanza Ramadhani. Mwaka wa kwanza Mtume ameingia alayhi salatu wassalam katika mji wa Madina, alifaradhisha kwanza kufunga saumu ya Ashura. Ufaradhi wake ukadumu mwaka mmoja. Mwaka uliofuata ikaondoka faradhi ya Ashura, ikaingia faradhi ya Ramadhani, ikawa Ashura mwenye kutaka afunge na anayetaka asifunge. Lakini ni sunna ya Mtume Muhammad iliyopokotezwa alayhi salatu wassalam kufunga saumu ya Ashura. Ikhwan, baada ya amri hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam mwaka wa kwanza kutaka masahaba wake wafunge, aliishi Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam miaka 13 baadaye akafariki. Umma wa Kiislamu ukaongozwa na Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu Allah, kuanzia mwaka 11 mpaka mwaka 13, miaka miwili. Kisimamo kizuri kabisa, uongozi bora kabisa. Baada yake akachukua Umar al-Faruq, akaongoza umma wa Kiislamu kwa miaka 10 mpaka mwaka wa 23, ikawa Umar al-Faruq ameondoka duniani. Uthman akachukua utawala ule takriban miaka 13, akaja Ali akachukua utawala miaka 4. Khilafa Rashida ikawa imedondoka katika mwaka wa 40 tokea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ameondoka duniani. Alitawala Muawiya ibn Abi Sufyan radhiyallahu anhu wa arda miaka 20, utawala ambao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alitolea bishara mulkun wa rahma, utakuja ufalme pamoja na rahma. Miaka 20. Ulipofika mwaka wa 60, alikuja Ali Hussein ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu kutoka katika miji ya Makka na Madina kuelekea katika miji ya Kufa kwa mwaliko wa watu wa Kufa, ambao masahaba wengi walimkataza Hussein ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu arda asiende katika miji ya Kufa, kwa sababu watu wa Kufa ndio ambao wamemuua baba yake mzazi Ali ibn Abi Talib. Lakini kwenye mwaka wa 40 baada ya mauaji ya Ali ibn Abi Talib, umma wa Kiislamu ukawa na viongozi wawili katika mji wa Sham, Syria. Sasa palikuwa pana kiongozi wa umma wa Kiislamu anaitwa Muawiya bin Abi Sufyan, na kule Kufa watu wa Kufa wakampitisha Hassan ibn Ali ibn Abi Talib au kiongozi, na likatoka jeshi kubwa la Kiislamu la mji wa Kufa kuelekea katika mji wa Sham. Jeshi lile lilidai, na wao ni wengi wa madai na ni katika watu wa khiana, si wa kweli, kwamba wao wanamnusuru Hassan ibn Ali ibn Abi Talib, wanakwenda naye kule kwa Muawiya ili jambo la utawala wa Kiislamu libaki kwa Hassan peke yake. Walipokuwa njiani, pana historia ndefu kidogo nafupisha kwa makamu ya khutba, wakamsaliti Hassan ibn Ali ibn Abi Talib, wakampora mali yake, na ilikuwa ni manusura kidogo za kumuua, na Hassan akanusurika. Alipofika Sham akazungumza maneno miongoni mwa maneno yake mashuhuri, kwangu mimi wewe Muawiya ni bora zaidi kuliko hao watu wao.
aradu qatli wa akhadhu mali, walitaka kuniua na wakapora mali yangu. Kwa mimi kuachia utawala huu kwangu mimi chini ya watu hawa sio salama. Mimi naona niko salama zaidi kama utawala huu wa umma wa Kiislamu nitakuachia wewe Muawiya, mimi niwe chini yako, ndio nitakuwa salama. Tamthithan liqauli an-nabii sallallahu alayhi wa sallam, inna hadha ibni sayyidun wa sayuslihu Allahu bihi baina ta'ifatayn 'azimatayn min al-muslimin. Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam alikwisha kutoa bishara hii kwa tukio hili la Hasan ibn Ali ibn Abi Talib. Mwanangu huyu ni mtukufu, ni bwana katika mabwana, na kupitia yeye Allah atasuluhisha baina makundi mawili makubwa ya Waislamu. Lilikuwa kundi lake yeye Hasan kutoka Kufa na kundi la Muawiya ibn Abi Sufyan la Syria. Akajivua madaraka Hasan ibn Ali ibn Abi Talib, akasalimisha mamlaka yake kwa ndugu yake Muawiya ibn Abi Sufyan. Hawa ni ndugu wa damu, lakini ni ndugu wenye kupendana wa imani. Na kwa maslahi mapana ya umma wa Kiislamu ilikuwa Hasan ni kutanaza katika yale madaraka, pamoja na kwamba Hasan alikuwa na daraja la juu zaidi kuliko Muawiya, na wote ni masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na Allah anasema kullan wa'ada Allahu al-husna, wote hawa Allah amewaahidi pepo. Naam, mwaka wa 60 watu wa Kufa wale waliomsaliti walimuua Ali ibn Abi Talib, baba yake mzazi Hussein, wakamsaliti ndugu yake Hussein ambaye ni Hasan kaka yake, wakataka kumuua, walipora mali yake au kumrudishia. Hao ndio wakamuita Hussein, kaida zake katika miji ya Kufa mwaka wa 60. Hussein ibn Ali ibn Abi Talib, siku ya tarehe 10 ya mwezi wa Muharram, siku ile aliyokolewa Musa, miaka ile isiyokuwa hesabu, siku kama ile katika kumbukumbu Allah kajalia mauaji ya Hussein ibn Ali ibn Abi Talib, akafa shahidi. Wal maqtuluna lahu hum dhalama, si tunasema waliomuua Hussein ibn Ali ibn Abi Talib ni madhalim, na haki ilitoka Hussein ibn Ali ibn Abi Talib, lakini amekwisha kuwa. Je, mauaji ya Hussein ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala ni makubwa zaidi kuliko mauaji ya Ali ibn Abi Talib? Baina ya baba mtu aliyouawa kule Kufa na mtoto mtu aliyouawa huko Kufa, mauaji yapi makubwa zaidi? Bila shaka Ali ibn Abi Talib ni arfa'u daraja min Hussein ibn Ali. Haiwezekani tawi likawa kubwa kuliko shina, lakini Hussein ibn Ali ibn Abi Talib aliuawa, hakuna maombolezo, kifo chake kimepita, watu wakafanya yale mambo ya lazima kwa maiti wa Kiislamu, akazikwa, watu wakaendelea na shughuli zao. Hakukuwa na matanga, maombolezo, kujipigiza wala Lakini kama utaona huenda ikawa Hussein ana daraja kuliko Ali. Je, Hussein na Uthman ibn Affan? Uthman ameuawa pia, kauawa shahida ndani ya nyumba yake, kazingirwa siku 40 mpaka wanakuja kumuua. Uthman ameuawa dhulma pia. Je, kuna siku ya maombolezo ya mauaji ya Uthman ibn Affan? Ipo. Hakika kama hilo halitoshi, hawa wote wanaweza kuwa na daraja ya Umar al-Faruq radhiallahu anhu warda. Katika aqida sahiha hakuna mtu bora baada ya mitume wa Allah tabaraka wa taala. Baada ya mitume wa Allah, mtu bora wa kwanza ni Abu Bakar bin Siddiq, na wa pili anafuata katika manzila ni Umar al-Faruq, na watatu ni Uthman ibn Affan, na wanne ni Ali ibn Abi Talib, kisha wengine wanafuata baada. Umar ameuawa akiwa imamu anaswalisha salatul fajri. Abu Lu'lu' al-Majusi ameingia msikiti wa Madina, amejificha hapa kibla, na wakati wao misikiti ilikuwa haina taa. Walipoona mzigo akajua kuna wageni wamekuja, wamejipumzisha au wameweka mzigo wao, amehilimia swala huko ndani ya swala. Abu Lu'lu' ametoka na jisu lake linasuma, kaenda kumdunga Umar alipokuwa kaka, kama takriban siku 6 kuna maombolezo ya kifo cha Umar. Hivi hawa wote watukufu wamekufa, hakuna maombolezo. Kwa nini maombolezo kwenye kifo cha Hussein peke yake? Watu wakawa wanafanya vibweka na vituko kwenye umma wa Kiislamu, wanaonyesha maajabu, ni kudhalilisha Uislamu na sum'a ya Uislamu. Watu wanakoma, wanajipasua, wanajipiga, wananini, na vyombo vya habari vinanukuu vinatupa sehemu mbalimbali dunia. Hivi ni kuonyesha Uislamu kweli? Qala sallallahu alayhi wasallam, laisa minna
man laqama al-khaduda wa shaqqa al-juyuba wa da'a bid'wa al-jahiliya laysa minna. Hao sio katika sisi. Wale ambao ikitokea umepatwa na msiba wanajipasua katika miili yao, wanachana nguo, wanavunja vyombo na wanaleta maombolezo ya kijahilia, hao sio katika sisi. Kana kwamba mtume alikuwa anaiona hii mambo akaitahadharisha kabla ya kutokea. Ama matakwa ya sheria kwa sisi tunapopatwa na msiba, alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah anasema ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul muhtadun. Au wenye kufanya hivyo wakipatwa na msiba huwa wanaongea maneno ya imani, wanasema hakika sisi ni wa Allah na kwa yeye Allah tutarejeshwa. Hao juu yao ni rahma ya Allah na sala zake, na hao ndio waongofu. Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametufundisha mtu akipata na musiba aseme inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma. Umwambie mtu aliyofiwa falitasbir wal tahtasib, fanya subira kwa ajili ya Allah na taraji malipo mema kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fil iman, wametokea baadhi ya watu wakakereka na tabia hizi za watu wanaojipigiza kwa sababu ya mauaji ya Hussein, wakafanya raddul isaati bil isaa wa huwa la yajuz, wakaondosha uovu ule wanaofanya hawa wanaojipigiza kwa kuleta uovu mwingine, kwa kutengeneza siku ya Ashura kuwa ni siku ya furaha kama siku zaidi. Wanaitwa nawasi alladhina nasabu al-ida ala ahli bait an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Hawa wanaitwa nawasi ambao wao wamefanya uadui juu ya familia ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu wale wenye kujipigiza wametumia nembo ya mapenzi ya familia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wakajiita ahlul bait. Sasa kuna watu katika Uislamu ukifanya kadhi na unafanya kadhi bila kujali sheria nasema nini wala inasema nini, wakasema kwa sababu nyinyi mnajifanya mnajinasibisha na mapenzi ya familia ya Mtume, sisi tunasema nafanya uadui. Wakafanya siku ya Ashura ni siku adhim kama vile ilivyokuwa Idi, ni siku ya furaha, wanafanya mambo yale ya furaha, nguo nzuri, vyakula vizuri, eti kulipiza kisasi kwa wale wanaofanya nini. Na huu ni katika mlango wa raddul isaa bil isaa, wao la yajuz. Kuondosha uovu kwa kufanya uovu mwingine haifai. Na kilichotakiwa kwa waumini katika munasaba wa Ashura wafanyeje? Wafunge siku moja kabla ya Ashura na siku ya Ashura, au wafunge siku moja Ashura na siku moja baada ya Ashura. Wenye kufanya hivyo hesabu za mizani yao zinaandika matendo mema. Ama wale wa kwanza tuliowataja na hao waliokuja kuwajibu kwa uovu, hawa wote ni waovu wa huyo wakusanyika, hawa tuwatake katika Uislamu. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على إمام المرسلين نبينا محمد ابن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، روى الإمام مسلم رحمة الله تعالى عليه في صحيحه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: صلينا المغرب مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا لو جلسنا حتى نصلي معه العشاء. Anasimulia al-Imam Muslim katika sahihi yake masimulizi ya sahaba mtukufu Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, anasema tuliswali na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam swala al-maghrib. Hakukashauriana baada hapo lau kama tungebaki ili kuswali pamoja naye katika swala ya Isha. Qala fajalasna, anasema wakakaa. Baada ya muda mchache fakaraja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akaja akatokea kwetu sisi Mtume sallallahu alaihi wasallam akatwambia, ma ziltum hauna, bado uko hapa hapa mjaondoka? Qalu na'am, wakasema na'am ya Rasulullah, sallaina ma'aka al-maghrib faqulna law najlis hatta nusalli ma'aka al-isha. Ni kweli Mtume tuliswali pamoja naye maghrib hapo, tukakubaliana bora tukae tusubiri tuswali pamoja nawe al-isha. Akasema ahsantum wa ahsantum, mmefanya jambo zuri. Anasema Abu Musa al-Ash'ari, farafa'a ra'sahu ila as-sama',
wa kana kathiran ma yarfa'u ra'sahu ila as-sama. Mtume aliposema maneno yale akanyanyua kichwa chake kuangalia mbinguni, na ilikuwa ni desturi Mtume mara nyingi alikuwa ananyanyua kichwa chake kuangalia mbinguni. Faqala as-sama an-nujumu amanatan lis-sama, fa idha dhahabat an-nujum ata as-samaa ma tu'ad. Hizi nyota mnazoziona maswahaba wangu, hizi ndo zimejaliwa usalama na amani ya hii mbingu. Siku hizi nyota zikiondoka mkaona hazipo, mbingu itajiwa na yale yote yaliyoahidiwa kwenye hiyo mbingu. Idha samaa'u shaqqat wa idha samaa'u infatarat, na ayatu mfano kama hizi zitakuja siku mkiona nyota hazionekani. Kwa muhimili wa mbingu mzima umesalimishwa kupitia kwenye nyota. Allah akajalia uwepo wa nyota ndio salama ya mbingu kubakia salama. Wa ana amanatun li ashabi, na mimi mtume wenu ndio salama ya nyinyi masahaba wangu. Idha dhahabtu ata ashabi ma yu'adun, siku nikiondoka mimi masahaba wangu watapatwa na yale yote walioahidiwa nayo. Ni kweli mnaona mikiki iliyotokea kwa masahaba mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuanzia mwaka wa 40, na baadhi ya ahlul ilmi wametafsiri maneno ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baban tuksaru, huo ni mlango utakaovunjwa. Wanafasiri ahlul ilmi babu maana yake ni Umar al-Faruq. Baada ya kuuawa kwa Umar al-Faruq, umma wa Kiislamu kaanza kuyumba kuanzia pale. Akaja akauawa Uthman, akaja akauawa Ali ibn Abi Talib, ikawa ni vurugu. Waislamu wenyewe kwa wenyewe, masahaba wa mtume wamepigana vita ngapi? 3. Mawqi'atul Jamal baina jeshi la Ali ibn Abi Talib na jeshi la Aisha kwa fitna za Khawarij. Kisa chake kirefu, makamu ya khutba itoshi kuelezea, lakini kaja mawqi'atu Siffin baina Ali ibn Abi Talib na Muawiya ibn Abi Sufyan. Lakini pia ikaja mawqi'atu Nahrawan baina kundi la masahaba waliko chini ya Ali na baina kundi la Khawarij. Idha dhahabtu ata ashabi ma yu'adun, siku nikiondoka mimi masahaba wangu watapatwa na yote walioahidiwa. Wa ashabi amanatun li ummati, masahaba wangu ndio amana ya umma wangu. Idha dhahaba ashabi ata ummati ma yu'adun, siku masahaba wangu wakipukutika wakaondoka, umma wangu utafikwa na yale yote yaliyokadiriwa. Kama kuna maneno ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam yamewapa masahaba wa mtume Muhammad heshima ya juu, ni maneno haya, kiasi ambacho wamejaliwa kuwa ni ismul asil libalai al-umma, ngome madhubuti ya umma kufikia na matatizo ya masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakiondoka wao tu basi umma umefikiwa na majanga. Naam, hivi ndivyo ambavyo walikuwa masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Leo hii anakuja mtu eti anasema mauaji yaliyotokea kwa Hussein ibn Ali ibn Abi Talib aliyokufa mwaka wa 61, kesi ile ya kuuawa kwa Hussein anakwenda kupewa Abubakar na Umar walioondoka mwaka 23 Hijiria. Aina al-adala? Anasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, maneno yake marefu, lakini katika kipengele anasema wakapewa dhambi ya wasiohusika kwenye mauaji ya Hussein, watu ambao hawahusiki na mauaji. Wanasema eti Abubakar na Umar wameshiriki kwenye mauaji ya Hussein. Inakuwaje mtu aliyepo kaburi zaidi ya miaka 20 30 anashiriki kuua mtu aliyokuwa hai? Kwa hiyo katokea fasadi, uongo, maneno ya uzushi, kutaka kutahani tabaka la masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hasa Muawiya ibn Abi Sufyan. Wakati Hussein ibn Ali anauawa katika ardhi ya Karbala, Muawiya alikuwa katika mji wa Sham. Bali usahihi ni kwamba wakati huo alikuwa Muawiya ashafariki, utawala ulikuwa kwa mwanae Yazid ibn Muawiya. Lakini mtu wa Sham anapewa kesi ya watu waliouawa kwenye mji wa Kufa baina Syria baina Iraq. Akasema Ibn Taymiyyah, zinasomwa habari za mauaji ya Hussein ibn Ali ibn Abi Talib ambapo sehemu kubwa habari hizo ni uongo. Wakapewa dhambi wale wasiohusika, dhambi ya kuuawa kwa Hussein. Hussein kuuawa, ameuawa kwa dhulma, na wajibu wa umma wa Kiislamu kwa mtu aliyofariki umekwisha kutekelezwa. Hivi kuhuisha mauaji ya Hussein kila wakati na kila mwaka kwa yanaindiliwa, mnasudia nini? Hayo maombolezo Hussein atafufuka? Isipokuwa ni kufungua mlango wa shari
juu ya masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini Allah kawataja makundi matatu ya watu kwenye Qur'an katika sura Al-Hashr. Sehemu ya kwanza akasema lil fuqara'i muhajirin alladhina ukhrijuu min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwan. Aya ya kwanza. Aya iliyofuata baada hapo Allah akasema walladhina tabawwa'u dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim, mpaka mwisho wa aya. Aya iliyofuata akasema walladhina ja'u min ba'dihim. Aya ya kwanza kawataja muhajirin kwa sifa nzuri kabisa, muhajirin na wanastahili sifa hiyo. Aya iliyofuata kawataja maansari kwa sifa nzuri, amewaita walladhina tabawwa'u dara, walioamini, walioandaa nyumba ya imani. Wamepewa heshima ni watu ambao wameandaa nyumba ya imani. Mji wa Madina umekuja kuifunza imani, kulea imani kutoka Maka. Watu walikuwa na hama maeneo mbalimbali wakuja Madina kwa ajili ya kuzifunza imani zao. Wakazi wa mji wa Madina maansari wakapewa heshima hiyo. Lakini baadaye Allah akasema walladhina ja'u min ba'di, na wale waliokuja baada yao. Wametaja muhajirin, wakataja ansari, wakataja waliokuja baada yao, ambao ni nani hao? Yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, wanasema ewe Mola wetu mlezi tusamehe, tunakuomba utusamehe sisi na uwasamehe ndugu zetu waliotutangulia katika imani. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu, usiweke kwenye nyoyo zetu vifundo na chuki na bora kwa wale walioamini, masahaba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sisi tuliokuja baadaye tunaomba dua kuombea masahaba wa Mtume. Tunasema rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Allah tunakuomba tusamehe sisi, uwasamehe na ndugu zetu waliotutangulia katika imani. Waliotutangulia katika imani ambao ndio hao wametajwa kwenye hizo aya mbili za juu, tunawaombea msamaha. Na kila ukitajwa tunasema radhiyallahu anhu. Yoyote katika sahaba Mtume akitajwa tunasema radhi za Allah ziwe juu yake. Hizi radhi ameshasema Allah kuambia wao. Amesema wasabiquna alawwaluna min almuhajirin wal ansar walladhina tabauhum bi ihsan radiyallahu anhum. Laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubay'unaka tahta ash-shajara. Hizi aya zote zimetaja masahaba wa Mtume na zikatajwa radhi za Allah ziwe juu yao. Na ole wako kunyosha ulimi wako kwa kujalia ni malengo yako ya kidini kwa kufanya nafasi ya masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam, wao ni bashar, inawapatikia wao hali za kibinadamu. Kuna wakati wanafanya makosa ya kibinadamu, lakini Allah ametaja makosa ya masahaba. Na sehemu zote alizotaja makosa ya masahaba, sikiliza usulubu wa Qur'an, sikiliza. Innal ladhina tawallaw minkum yawma altaqal jam'ani inma tazallahum ash-shaytanu bi ba'd ma katabu wa laqad afa Allahu anhu. Qur'an yote yangalie hivi. Palipoashiriwa makosa masahaba, mwisho wake imetangazwa msamaha, na mwenye dini mwenye katangaza kishasamehe. Innal ladhina tawallaw minkum yawma altaqal jam'an, wale waliokengeuka miongoni mwenu siku ambao wamekutana majeshi mawili siku ya vita vya Uhud, inma tazallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu, hawa walitelezeshwa na shaytan kwa sababu ya baadhi ya makosa waliyofanya. Allah akasema wala qad afa Allahu anhu, ameshawasamehe. Innal ladhina yunadunaka min wara'i al-hujurat aktharuhum la ya'qilun walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khayran lahum afmushun wallahu ghafurur rahim. Wale wanaokuita nyuma ya vyumba wengi wao hawana akili. Angalia lugha iliyotumia hawa kwa masahaba. Hawa ndio walikuwa wanamuita ya Muhammad, ya Muhammad nyuma ya nyumba yake. Anawaadabisha Allah kumwambia msimwite hivyo Mtume. Akasema taruhum la ya'qilun walau annahum sabaru hatta takhruja ilayhim. Kwa nini wasisubiri mpaka wewe mwenyewe utoke mwenyewe ndani ukutane nao? Wanapiga makelele nyuma ya nyumba huko, hawana adabu na Mtume. Lakini mwisho Allah akasema wallahu ameshasamehe. Haithu sana Allah ayyana an dima'ihim fayajibu alaina an nasuna alsinatana an a'radihim. Ani maneno Umar ibn Abdul Aziz radiyallahu anhu anasema kiasi ambacho Allah ametuzuilia mikono yetu haikushiriki kwenda kumwaga damu zao, ni wajibu juu yetu tulinde ndimi zetu kutokana na heshima zao. Tulinde ndimi zetu kutokana na heshima zao, tusiwataje ila kwa wema. Allah mwenyewe alipowataja kataja radhi zake zipo juu yao, na sehemu ambazo walitaja kwa makosa mwisho kaambatanisha na msamaha wake kwao. Subhanakallahumma wa bihamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad
wa ala alihi wa sahabatihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.